بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ndugu katika imani na Uislamu, leo ni siku nyingine, siku ambayo tunampenda kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuneemesha neema hii kubwa ya dini yetu ya Kiislamu. Na dini hii kama tunavyojua imejengwa na nguzo kuu 5, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bunia al-islamu ala 5, kwamba Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5. Akataja nguzo ya kwanza ni shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, kushuhudia kwamba hapana mola abudiwe kwa haki isipokuwa ni Allah tabarak wa taala, na kushuhudia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume na ni mjumbe wa Allah wa mwisho baada ya Isa mwana wa Maryam. Na nguzo ya pili akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema wa iqamis sala, na kusimamisha sala. Na nguzo hii ina fadhila kubwa juu ya Muislamu na juu ya Uislamu kwa ujumla, kwa sababu Uislamu wa mja huwezi kusimama sawa sawa kama hakuna nguzo hizi ambazo nimezitaja za mwanzo: tauhid was-sala, na kusali sala 5. Kisha akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaja nguzo zilizobaki. Sasa sisi leo tuko katika kipindi cha kujifunza nini maana ya as-sala. As-sala ni ibada ambayo, yani maana yake ukiulizwa, ni ibada ambayo ina maneno makhsus na ina vitendo makhsus. Yani ni ibada ambayo ina vitendo maalum na maneno maalum ambayo yanasemwa na vitendo maalum ambavyo vinafanywa ndani yake. Tabda'u bitakbir, sala hii inaanza pale mtu anaposema Allahu akbar, takbiri ya kuhirimia. Watantahi bitaslim, na inaisha kwa kutoa salam, kusema assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Mtu anageuka kushoto na kulia. Kwa ndani ya huu muda kuna maneno maalum na vitendo maalum ambavyo unavifanya. Na swala hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika mji wa Makka alikuwa akiswali mara 2 katika siku yake. Alipokwenda katika mji wa Madina, kabla hajafika huko, katika safari ya al-Isra wal Mi'raj mwaka wa 10 Hijria, ndipo swala akafaradhishiwa na Allah tabarak wa taala swala 5 kwa siku. Kwa hiyo kabla ya hapo alikuwa akiswali swala 2 kama vile alivyoamrishwa afuate dini za waliopita kabla yake katika mitume, lakini baadaye akafaradhishiwa na kuongezewa 3 za ziada, kwa hiyo zikawa 5. Kwa hiyo katika faida kubwa ya sala, ni ruknun min arkanil Islam, ni nguzo katika nguzo ya Uislamu. Hauwezi kuwa mtu Muislamu bila kutimiliza nguzo hii. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka fadhila nyingi na faida nyingi ambazo amezisikia kutoka kwa Allah tabarak wa taala na kutuambia sisi. Kwa hiyo jambo la mwanzo kabisa ni nguzo, na kitu chochote bila ya nguzo hakiwezi kusimama. Kwa Uislamu wa mja hauwezi kusimama bila kuwa na nguzo katika maisha yake, na nguzo hii ni as-sala, kuziswali zile swala 5. Na katika faida ya pili ya swala 5 kwa Muislamu, inakubakisha ndani ya Uislamu. Yani ukiswali zile swala 5 unaendelea kubaki na kuutunza ule Uislamu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man taraka as-sala faqad kafar, au kama qala alayhi salatu wassalam, atakayeacha sala, na wanachuoni wanasema ni swala 2 mfululizo bila sababu yoyote, si kulala wa si dharura yoyote, anatoka katika Uislamu mtu huyo. Kwa hiyo swala inamfanya mja
abakie ndani ya Uislamu kwa vile yeye anaswali. Na faida nyingine ya kuendelea mtu kuziswali swala 5, Allah tabarak wa taala ameufadhilisha umma huu. Wakati anafadhilisha zile swala 5, alimfaradhishia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huko alikoenda katika safari ya al-Isra wal Mi'raj swala 50. Kwa zikawa 50, zikawa ziko 50. Lakini vile mtume alivyorudi akakutana na Nabii Musa alayhi salam katika wingu aliyokuwepo, akamwambia rudi kwa Mola wako muombe takhfif kama hadithi ilivyokuja. Basi mtume akarudi akamwambia Allah ampe takhfif. Allah akampunguzia mpaka zikafika 5. Mpaka mara ya mwisho mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaona aibu kurudi kuendelea kumwomba Allah tabarak wa taala ampunguzie ziada. Kwa zikabaki kuwa 5. Kwa hiyo mtu anaswali sala 5, yani 5 fil fi'li, anazisali sala 5 wa 50 fil mizan, lakini analipwa malipo ya kuswali swala 50. Kwa hiyo hii ni faida nyingine, faida kubwa kabisa, faida ya kuswali sala 5. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika anasema swala ndio amudu kulli shay, yani amudu islam, ndio nguzo ya Uislamu wa mja. Bali sahaba mmoja alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia nataka kuwa na wewe katika pepo ya Allah tabarak wa taala. Akasema fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, nisaidie basi kwa nafsi yako kuweza kusujudu sana, yani huo unasali sana. Kwa swala hizi ndio jambo la mwanzo kabisa atahesabiwa kwalo mtu siku ya kiyama, na kaburini kwake atahesabiwa na jambo ambalo linampelekea asali. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.